Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu na moja kwa moja tuelekee kaunti nambari 5 kwake Rahma Rashid, ambapo wanatuarifu kwamba wanawake waliobaki kuwa wajane baada ya waume zao kuuawa kwenye shambulizi la kigaidi mwaka 2014 huko Mpeketoni, Lamu, walijitokeza katika bustani ya Uhuru kuwakumbuka wapendwa wao. Juni 2014, wingu la giza lilitanda Mpeketoni baada ya shambulizi kubwa la kigaidi kutokea. Wanaume zaidi ya 80 waliuawa na Al-Shababu, majina yao yakichapishwa kwenye mnara huu, bustani ya Uhuru. Wajane pamoja na wana wao wakikongamana katika bustani hii kuwaenzi na kuwakumbuka wapendwa wao. Tumekongamana wanawake ambao tulipoteza waume zetu mwaka 2014 kufanya kumbukumbu za mwaka 2014 ambayo kitendo hiki kilifanyika mwezi wa 6 ambao ndio huu ambao tuko sasa. Mimi kile niko nacho moyoni mwangu, naamini yule mume wa kwanza ndiye mume wako. Sababu unaogopa kuchomwa na maji moto. Ukienda kujishikilia mume wa mtu utafanywa makubwa. So hata kujiingiza katika ndoa inakuwa ni ngumu. Kwa muda wa miaka 12 wa kuwapoteza waume zao, wajane hawa wameeleza kuishi katika hali ngumu, hasa ya kuwalea watoto peke yao. Nilipoteza bwanangu nikiwa na umri mdogo na nikiwa na miaka 20, na maisha yangu yamekuwa ya shida kutoka wakati huo. Niliachia watoto 4 wadogo. Nimepitia changamoto mingi sana. Kwa sisi tunaomba serikali, juzi tulipoandamana Gen Z walipata 2 billion Kenya shillings za kuweza kupea fidia. Hawa kina mama wakipata robo wajengewe nyumba kidogo kidogo, wataweza kujiendeleza kimaisha. Waathirika wengi wa shambulizi la kigaidi la mwaka 2014 wanahitaji ushauri na saha pamoja na msaada wa kifedha. Hawa wazazi wanahitaji mental health. La pili, hawa watoto pia wanahitaji mental health, kwa sababu hiyo siku mtoto ndiye ako miaka 7 anaona babake akichinjwa, inauma. Hiyo kitu iko kwa akili paka saa hii. Ingekuwa vizuri sana viongozi leo hii wangekuwa hapa, kwa sababu walioathirika wangejipiga moyo konde waseme tuko na viongozi, na wangejishika wakisema viongozi wetu wanatuona na wanaona hali tunapitia tukiwa pamoja. Tushikane mikono. Hii si jambo ambalo la kutia kabila ama tofauti yetu. Hii ni jambo la kusimama, aliyeathirika asaidiwe, tusimame pamoja kama undugu. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.